Karibu mtazamaji wa Dodoma City TV. Yafuatayo ni matukio ya wiki kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma kuanzia tarehe 14 Juni hadi tarehe 20 Juni 2025. Kwanza ni muhtasari wa jiji la Dodoma laandaa chombo maalum SPV cha kusimamia mradi wa Hombolo. Ujenzi wa daraja kata ya Kikuyu Kusini wasaidia wananchi 100%. Na katika michezo, Dodoma Jiji waibuka washindi wa jumla katika michezo ya UMISETA. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma, Daktari Frederick Sagamiko, kupitia baraza maalum la madiwani lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri, amewataka wananchi kuepuka kuuza maeneo katika mradi wa Hombolo. Mambo ambayo sasa yanafanyika, na hilo mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa naomba nilizungumzie. Maana yake baada ya taarifa za huo mradi, kila mtu anakimbilia Hombolo. Kila mtu anaenda kuchukua eneo Hombolo. Hilo eneo lote la mradi litatwaliwa. Kwa hiyo maana yake tutaenda kulipa fidia. Sasa tusingetamani wananchi wetu sasa hivi wakafukuzwa, fidia zikaenda kuwakuta watu wengine, sio wa eneo la asili wa maeneo yale. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo wananchi wetu wahamasishwe na kueleweshwa ni pamoja na hiyo. Lakini sisi tutaenda tunaweza tukawa na namna nzuri zaidi kwamba japo hata baada ya fidia wafanya wananchi wetu kuwa sehemu ya mradi. Aidha, mwanasheria wa halmashauri ya jiji la Dodoma Adrian Chiwila alifanya uwasilishaji wa chombo maalum SPV cha kusimamia mradi wa Hombolo katika baraza maalum la madiwani. Alisema mradi huo unakwenda kufanya jiji la Dodoma kuwa kitovu cha utalii na kuwa jiji la kisasa. Lengo la mradi huu ni kuibadilisha mji wa Dodoma kuwa ni kituo kikuu cha utalii, lakini kuweka miundombinu ya kisasa ya hali ya juu inayojumuisha mandhari ya asili. Hapa tunakwenda kutengeneza mradi wetu, maana yake tunaenda kujumuisha pia na uwepo wa vyanzo vyote vya asili, kuwepo na mashamba ya zabibu, lakini kuleta maeneo ya burudani, makazi bora, pia teknolojia ya huduma muhimu za jamii. Lakini pia mradi huu kwa halmashauri ya jiji la Dodoma unaenda kuongeza pato la halmashauri ya jiji la Dodoma, unaenda kuongeza ajira, biashara ndogo ndogo na kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Kwa nini umeanzishwa mradi huu? Kama nilivyotangulia kusema, ni kwenda kuifanya Dodoma iwe Dodoma ya kisasa. Kaimu mkurugenzi wa jiji la Dodoma Joseph Fungo amefanya kikao na mameneja wa vituo vya redio za jiji la Dodoma na kusema kuwa lengo la kikao hicho ni kufahamiana na kujenga mahusiano mema ya kazi. Alizungumza hayo katika ukumbi mdogo wa mikutano wa halmashauri, ambapo alisema kuwa halmashauri ya jiji la Dodoma inatambua vyombo vya habari kwa kazi nzuri wanazofanya. Sisi kama halmashauri ya jiji la Dodoma tunawatambua nyinyi kama wadau wetu wakubwa. Tumekuwa tunafanya sisi kwa sehemu yetu kupitia kitengo chetu kujaribu kupeleka habari kwa njia mbalimbali kwa wananchi wetu. Lakini ni ukweli ulio wazi kwamba sisi peke yetu hatuwezi tukalikamilisha hilo jambo. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna haja mkubwa wa kuwa na ushirikiano pamoja na nyinyi, ili yale ambayo tunayafanya sisi kwa wananchi wa jiji la Dodoma yaweze kufika, wananchi wajue nini ambacho kinafanyika. Lakini kuna issues zingine ambazo wananchi wanatakiwa kujua wajibu wao ambao wanatakiwa kufanya kwa ajili ya halmashauri yao. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya nyinyi pia kuplay part pamoja na sisi kuhakikisha kwamba hilo lengo linatimia, kuwapa wananchi elimu ya nini ambacho wanatakiwa kukifanya, lakini nini halmashauri yao inafanya, nini wajibu wa halmashauri yao kwao na nini wajibu wao kwa halmashauri. Jiji lina mipango mingi mizuri ambayo mingine imeshaanza utekelezaji na mingine iko kwenye mkakati kuhakikisha kwamba inafanikiwa. Sasa hatuwezi tukafanya kwa kujifungia. Watu wanatakiwa wajue nini ambacho kinafanyika, nini kiko kwenye plani, na
wao wategemee nini kutoka kwenye halmashauri yao. Kuelekea maadhimisho ya siku ya kupiga vita dawa za kulevya duniani Juni 26, 2025, Kamishna wa Kinga na Tiba Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, Daktari Peter Mfisi, alisema taasisi imeweka mikakati mbalimbali kuhakikisha matumizi ya dawa za kulevya yanapungua nchini. Alisema maadhimisho ya siku ya kupiga vita dawa za kulevya duniani yataongozwa na kauli mbiu tuwekeze kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa rasmi mwaka 2017 kwa kazi ya kudhibiti dawa za kulevya nchini. Mamlaka ina mikakati mikuu mitatu katika kudhibiti dawa za kulevya nchini. Moja ni kuhakikisha kwamba kupunguza uingiaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, tunaita supply reduction. Mbili ni kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya, na tunafanya hivi kwa kutoa elimu jamii, kwa kutoa elimu sahihi kwa jamii juu ya madhara ya dawa za kulevya, ili jamii iwe na uelewa sahihi juu ya madhara ya dawa za kulevya na kuto kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini mkakati wa tatu ni kupunguza madhara yanayotokana na dawa za kulevya ambao tunaita harm reduction. Na hii kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba tunawatibu wale ambao wameathirika na dawa za kulevya ili waweze kurejea katika jamii, kuendelea na kuchangia katika uchumi wa nchi yetu. Halmashauri ya Jiji la Dodoma inashiriki maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya utumishi wa umma yanayojumuisha taasisi za serikali, bunge na mahakama katika uwanja wa Chinangali Park jijini Dodoma. Maadhimisho hayo yanalenga kuonesha uwajibikaji wa taasisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi pamoja na kutoa elimu mbalimbali. Hayo yalisemwa na afisa utumishi Patrick Bashemera alipokuwa akitoa utambulisho wa huduma zinazopatikana katika banda la halmashauri. Nichukue fursa hii kuwakaribisha watumishi wote wa halmashauri ya Jiji la Dodoma pia na wananchi katika banda letu hili lililoko hapa viwanja vya Chinangali Park, ikiwa ni siku ya maadhimisho ya utumishi wa umma, na niwakaribishe wote. Huduma zinazotolewa katika banda letu hili la halmashauri ya Jiji la Dodoma ni pamoja na elimu ya mfumo wa jinsi ya kutumia mfumo wa Tausi katika manunuzi ya viwanja na maombi ya leseni, pamoja na usajili wa vikundi kwa wale vijana, vikundi vile vya 10%, lakini pia tunatoa huduma na elimu jinsi ya kujiunga na vikoba. Lakini pia kwa watumishi wa umma pia tujawaacha mbali, tumewagusa. Wao wanakuja kupata elimu jinsi ya matumizi sahihi ya mfumo wa employee self service, au sasa tunasema utendaji, kuweza kuwawezesha kujiunga na mfumo ambao unawagusa kuomba stahiki zao mbalimbali au mafao yao mbalimbali, ikiwemo maternity, mfumo wa PSSF, maternity mfao la uzazi, fao la kustaafu, pamoja na fao la kukosa ajira. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha wananchi wote na watumishi kushiriki katika banda hili la halmashauri Jiji la Dodoma. Watapata huduma zote ambazo tumezitaja. Karibuni sana. Diwani wa kata ya Kikuyu Kusini Anselin Kutika alimshukuru mbunge wa Dodoma mjini kwa ujenzi wa kivuko ambacho kimeweza kuwasaidia wananchi kuvuka kutoka upande mmoja na kwenda upande mwingine, ambapo hapo awali walikuwa wakipata shida hasa kipindi cha mvua. Naomba nishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye imekuwa ni kielelezo kwetu kwenye kata yetu. Lakini la pili, naomba nimshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu Anthony Mavunde ambaye ni waziri wa madini, naye amekuwa chachu sana, sababu sasa hivi kuna daraja la kivuko ambacho kilikuwa kinajengwa kupitia mfuko wa mbunge, nacho kimekamilika na ilikuwa kero sana hususan kwa watoto wa shule. Aidha, wananchi wa kata hiyo walikuwa na haya ya kusema. Kwa hiki kwanza ni hatua kubwa ya maendeleo kwa Kikuyu, kwa sababu tulikuwa tunapata shida kipindi cha mvua, hata watoto kwenda shule walikuwa wengine wanashindwa kupita kwenda madarasani, kufanyaje inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo kwa kivuko hiki hapa tunamshukuru sana mama yetu na diwani wetu na viongozi wetu kwa kutupa kivuko hiki, na maendeleo yanaonekana kwa sasa hivi. Kwa majina naitwa Benedicti Dismas Jeremia. Ni kwamba tunamshukuru mama yetu pia na diwani na mbunge wetu kwa kutengeneza hili daraja. Limetusaidia sana sisi kama
wananchi wa hapa. Maana mwanzo tulikuwa tunapata shida kwa kutokuwa na daraja hapa, kuwepo uvukaji ni wa shida, ila kwa sasa hivi tunavuka vizuri bila kupata shida yoyote. Kwa hiyo tunamshukuru mama yetu kwa kutusaidia kutunezea daraja, na pia tunamshukuru pia na diwani na mbunge wetu pia. Na katika michezo, Dodoma Jiji waibuka washindi wa jumla katika michezo ya UMISETA iliyowakutanisha halmashauri mbalimbali kutoka mkoani Dodoma. Akizungumza na waandishi, afisa elimu sekondari jiji la Dodoma Zainab Abdalla alitoa shukrani kwa mbunge na ofisi ya jiji kwa kuunga mkono kwa kutoa vifaa na kupelekea kupata ushindi huo. Siku ya leo tulikuwa tunafunga michezo yetu ya UMISETA ambayo tumefanya kwa siku 4 kimkoa. Lakini kwa bahati nzuri tumekuwa washindi wa kwanza kwa michezo yote. Tumepata kombe la ushindi kwa mkoa wetu wa Dodoma. Kwa hiyo Dodoma Jiji we are the winners. Lakini sambamba na hilo tumechukua makombe yote katika mipira. Tumekosa michezo michache tu, miwili mitatu, lakini kwa mwaka unaokuja tumepanga kujiandaa. Lakini sambamba na hili nimshukuru sana facilitator wetu mkuu, kwa kweli mbunge wetu wa jiji la Dodoma, Mheshimiwa na Waziri Anton Peter Mavunde amefacilitate sana jambo hili kwa kuwa ametoa jezi kwa timu zetu zote kuanzia riadha mpaka mipira yote. Alitupa jezi. Na hii ilikuwa ni deni, tukimwahidi kwamba tunampa ushindi wake. Kwa tunaomba tuje tumkabidhi ushindi wake na kombe lake hilo kwa ushindi mkuu ambao tumempata. Lakini pia tusikose kushukuru kwa mkurugenzi wetu na yeye kwa mstari wa mbele kufacilitate hili jambo, kwa sababu tulihitaji kula, tulihitaji posho kwa ajili ya walimu, lakini pia wanafunzi waweze kupata mahitaji madogo madogo. Haya yote yamewezekana kwa kuwa na yeye ametuwezesha. Sambamba na hilo nisishindwe kuwashukuru wakuu wangu wa shule, wamejitoa sana kufacilitate hili jambo, kusimamia na kuchangia masuala yote ya chakula. Kwa kweli sina la kusema zaidi ya kuambia asanteni sana. Mungu awabariki sana. Tuendelee kushikamana. Kwa wale ambao hawajapata makombe, nadhani wapate kujiandaa. Kila kitu ni maandalizi. Kama hamna maandalizi hatuwezi kufanikiwa chochote. Basi kwa kusema hivyo, niwashukuru wana Dodoma Jiji kwa kufanikisha jambo hili. Asante sana. Kwa upande wao wanafunzi walioshiriki mashindano hayo walikuwa na haya ya kusema. Jina naitwa Elasto Belus Mdagi. Ni mchezaji wa UMISETA kutokea Dodoma Jiji. Najisikia vizuri kwa sababu nilikuwa na malengo yao ya kufika kitaifa. Na nashukuru watu wote walionizunguka walikuwa wananisupport na kunipa hamasa kwamba naweza. Mpaka leo hii nimefika hapa. Na washukuru walimu wangu, na washukuru watu wote walio kusupport. Ya sasa kina mbunge wa jimbo, mbunge wa Dodoma Antoni Mvunde ametusupport kwa kiasi kikubwa mpaka tumefikia hapa. Maana alitupa hamasa ya jezi na vifaa vingine vya michezo mpaka tumefikia hapa na tumepata nafasi ya kupata ubingwa wa UMISETA. Nashukuru sana kwa Antoni Mavunde. Nawaahidi tutarudi na makombe yote kwa sababu naamini tumejiandaa vizuri na wote waliochaguliwa ni watu bora, na naamini tuna viongozi wazuri sana kama kina Antoni Mavunde na walimu wote, kwa sababu wanatupa hamasa, wanatuelekeza pale tunapokosea, hawachoki kutupambania na wanatamani tufikie malengo yetu. Naamini tutaleta vizuri zaidi na mambo mazuri yatarudi hapa Dodoma. Kwa majina naitwa Fortunata Brighton Mfaume. Natokea shule ya Fonteni ni hapa Dodoma Jiji. Tumeshiriki mashindano tangu kanda, wilaya hadi sasa hivi tumefikia ngazi ya mkoa. Mimi ni miongoni mwa waliochaguliwa kwenda ngazi ya taifa. Hivyo sisi tunaongelea tu ni kumshukuru Mavunde kwa kutusimamia tangu kanda, wilaya hadi sasa hivi tunaenda ngazi ya kimkoa. Kwa mchango, Mavunde katoa mchango mkubwa sana kuanzia wadogo zetu wa primary hadi sisi. Katoa mipira ya michezo yote, jezi, traki hadi hela pia. Hivyo tunamshukuru sana Mavunde. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.